Nilisema wakati nimehamia mkoa wa Singida kutoka mkoa wa Katavi. Na nilimwambia Mheshimiwa Sheikh wa mkoa, nimekuja hapa, mimi wote ni marafiki zangu. Sina adui, nina marafiki. Nilisema hicho kitu, si ndio? Na nikawaambia kwa sasa hivi wote nyinyi ni rafiki zangu. Na nikawaomba adui yako asiwe adui yangu, wala rafiki yako asiwe rafiki. Hebu niache na mimi nitafute rafiki zangu, nitafute na nini? Maadui zangu. Nadhani kwa muda wa siku 2-3 hizi kuna minong'ono mmeisikia. Mimi nataka nikuhakikishie Sheikh wa mkoa. Nataka nikuhakikishie kwa uzoefu nilionao, kwa sababu kazi ya ukatibu sijaianza leo. Huu ni mwaka wa 15 nikiwa ni katibu. Nimeanza katibu wa wilaya, nimekuja katibu wa vijana BAKWATA, nimekuja katibu wa mkoa. Huu mwaka ni wa 15. Na niwaambie sikuletwa Singida kwa bahati mbaya. Kama mlikuwa mjua nimekuja kwa bahati mbaya, nimekuja kwa shughuli maalum tu. Na inawezekana nikimaliza kazi yangu sasa ndo ndaondoka. Sijui tuelewane vizuri, sijaja kwa bahati mbaya. Moja ya mikoa ya Tanzania, Singida ina migogoro ya muda mrefu ya mambo ya dini. Hata ukiuliza shehe mkoa, hawajaanza kwako. Hawajaanza kwako. Kila shekhe aliyopita hapa hajawahi kuwa sawa. Si ndio? Alipita mashehe zangu, mfano Sheikh Amri Mlau, mpaka aliwahi kukimbia na mkoa akaenda Arusha. Historia hizo tumeshaziona. Marehemu Sheikh Mahami, Mungu awarehemu mashehe wetu, wote wamepita kwenye misukosuko. Kwenye makatibu pale ofisini kwangu, mimi ni katibu wa 10 toka mkoa wa Singida umeanzishwa. Na wengine wamehudumu kwa miezi, wengine wamehudumu kwa mwaka. Sasa kumekuwa kama kamchezo fulani hivi. Yaani watu wanajiorganize, wanatengeneza mchezo. Sasa hiyo michezo nadhani tumeiona, tumeijua. Mimi nadhani muondoe shaka. Kuna watu waishawaambia kule katibu tumeshamsimamisha. Mimi nipo sana tu. Mimi nipo sana tu. Anayeweza kunibadilishia mimi kituo ni katibu mkuu. Ndio anaweza kanibadilisha. Nikishapokea barua namna hiyo au akaniambia pumzika, hiyo ndio naisikiliza. Hizi zingine wala sipo. Na Mheshimiwa Sheikh wa mkoa, mimi nikwambie, kwa sababu hata Katavi nilikutana na hii. Nikaambiwa bwana, tumekusimamisha. Tulikwenda, lakini mwisho wa siku wale wote waliohusika na hilo jambo waliondolewa kwenye uongozi na tulirudia uchaguzi. Kwa sio mara yangu ya kwanza kupata haka kakashikashi. Haka kamtikisiko haka. Lakini huu mtikisiko ni kuhakikishia Mheshimiwa Sheikh wa mkoa ni mzuri. Huu ndio unanisaidia sasa hivi kuwajua marafiki zangu na maadui zangu. Hapa sasa ndio nimepata marafiki na nimepata maadui. Huwezi kuwajua rafiki zako na maadui zako mpaka uingie kwenye mtihani. Usipoingia kwenye mtihani, kila mtu anasema mimi ni wa kwako. Hapa sasa nimeshajua mchele na chuya ni hizi hapa. Wala sipati tabu. Hata napopokea maoni, napokusanya maoni, najua huyu nakusanya maoni, lakini huyu ni mnafiki, huyu ni mkweli, huyu sio mkweli. Wala sipati tabu, siisha kujua. Na wanatakiwa ili uongoze vizuri lazima uwajue. Uwajue wazuri na wabaya. Kama uwajui utapata tabu sana. Kwa hiyo mimi niwahakikishie, lengo letu ni kuibadilisha Singida iende kwenye maendeleo. Na haya yameshapokelewa na BAKWATA makao makuu. Mimi niwaombe tu watulivu, wala tusiamanike, wala tusiwe na shaka, wala tusiwe na wasiwasi. Maelekezo yatatoka muda wote. Wala msiwe na wasiwasi. Maelekezo yatatoka muda wowote. Mufti ataelekeza nini nimeelekeza katika mkoa wa Singida. Kwa hiyo mimi niondoe shaka kwenye hilo, msiwe na wasiwasi juu ya hilo jambo, mambo haya yatakaa sawa sawa. Na mimi sasa hivi wewe kawaulize kwamba yule katibu wa mkoa kakosea nini?
Makata barua leo niandikia kunisimamisha, hauna kosa, wanasema tumekusimamisha. Hakuna kosa lolote. Sasa niambieni kosa. Umeelewa vizuri? Hatuwezi kumsimamisha wala kumuondoa. Tunataka kosa liko wapi? Si ndio? Lakini mimi najua kosa langu ni baada ya kuniita na kuniambia kuwa kwenye upande wetu, alafu unataka tukupe nini? Mimi niwaweke wazi kabisa. Wamenifuata mara kadhaa tu. Na wakaniomba bwana, ili tuyaweke sawa, tukikaa Singida watagundua, tukupeleke mkoa mwingine tukazungumze kule, unahitaji nini? Sasa mtihani uliopatikana kwangu, niliwaambia mimi ombi langu kwenu, mimi niko tayari kuungana na nyinyi, wala sina shida. Niko tayari kuungana na nyinyi. Sasa mmeniuliza mnaweza kuna kitu mnipe? Mimi nataka mnipe pepo, mnaweza? Umeona mtihani niliotoa? Kama mna uwezo wa kutoa pepo ya Mungu, mimi nitahamia kwenu. Lakini kama mtanipa gari, mtanipa nyumba, baba, hivyo nitaviacha bwana, hivyo bakini navyo tu, mnanipa mtihani, mimi sivitaki. Hata mtanipa fedha, sivitaki. Na leo nataka nitoe siri. Nisema siku moja siku ile Sheikh, mimi mtakuja kuniona ni mtu wa tofauti sana, na siwezi nikatumia muda wangu kuharibu. Mheshimiwa Msaikimea, mimi nilikuwa ni mtoto wa mjini kweli kweli. Kule Katavi kusema watoto wa mjini, yaani wewe ukiwatafuta tu lazima useme bwana, muende mtu mmoja anaitwa Omari. Kwa sababu ndio nilikuwa katibu wa vikundi vyote vya sanaa mkoa wa Rukwa kipindi hicho. Iwe ngoma, iwe maigizo, iwe muziki ya rapu, ndio ilikuwa kazi yangu. Ukiniambia niingie sokoni hapo, sijasahau. Ukiniambia niingie sokoni hapo ni wakusanye kwa muziki, tawakusanya tu vizuri sana. Ndio ilikuwa kazi yangu. Ili sasa niwaambie, kabla ya kuingia kwenye kazi ya dini, hiyo ndio ilikuwa kazi yangu. Kwa hiyo yani nimefanya kazi hiyo kwa muda mrefu, na kazi hiyo imenifanya mimi kuwa na vitu vingi. Nimenunua mashamba, nimejenga majumba, nimefanya na mambo mengine mengi. Lakini mwaka 2011 akili yangu ndio ilianza kuwaza kwamba hichi nilichokipata mimi naona kama kiendani na mipango ya Mungu vile. Sasa baada ya kuwaza, mimi nikaweka dhamira yangu moja tu, nikasema kwa kuwa hizi mali nilizozipata nimezipata katika misingi ambayo sio ya Mwenyezi Mungu, kweli zinanisaidia katika maisha duniani, nikaona mimi hebu nizibadilishe. Ilikuwa tarehe 11 mwezi wa 7 2011 ndiko nikaamua kuachana na hivyo vitu, alafu nikahamia kwenye dini. Alafu kipindi hicho na mke mmoja na watoto wawili, nikamuita mke wangu nikamwambia, bwana, mimi nimeacha usanii, siendi tena kuigiza sasa, lakini sio kwamba nakuja kukaa tu, nataka nibadilishe, naenda kufanya kazi ya dini. Lakini nikubalie mke wangu, hizi mali zangu zote nataka nizibadili zihamie kwenye dini. Hasa kaniambiaje, utazihamishaje? Nikamwambia mimi nitaenda kufanya kazi ya dini. Nikienda kufanya kazi ya dini, nitatumia mali zangu kufanya kazi ya dini. Na nitakavyoingia kwenye dini, sitaki wanilipe mshahara wa aina yoyote. Mimi nitakuwa najilipa mwenyewe. Na shekhe wangu ni shahidi. Toka nimekuja hapa nishamwambia, wewe ukitaka kunipa sadaka unipe, ila mshahara kwa sasa sitaki. Na mpaka sasa BAKWATA hapa hawajanilipa mshahara, na sijawaambia nataka mshahara. Hata ile posho niliyokuwa nataka kulipwa mimi, juzi nikamwambia msinipe, nimesema apewe huyu mwalimu, nimeihamisha kwangu, bwana wewe ichukue. Mimi nikakataa. Kwa sababu dhamira yangu kwanza nihakikishe zile mali zangu nimezibadilisha ziingie kwenye mfumo wa dini.
Mheshimiwa Sheikh wa Mkoa, nilikuwa na mbuzi 50. Sasa hivi amebaki mbuzi mmoja. Na wewe ni shahidi, juzi nimekuaga mwaka jana mwezi wa 7. Nikamuaga shekhe naenda Katavi. Baada ya kufanya kazi kama miezi kadhaa, kaambia shekhe, naona siwezi kufanya kazi kwa sababu sina uwezo wa kufanya kazi, sina fedha wala nini. Nikaambia wache niende Katavi. Nimeenda Katavi mwezi wa 7 mwaka jana. Nikaenda kuuza shamba langu la eka 40 ili niweze kuendelea kufanya kazi. Yeye ni shahidi hapa. Yuko hapa, wala sisemi kwa mtu mwingine. Na sijawahi kusema kwa mtu yoyote. Kwa mwaka jana nikaenda nikaliuza lile shamba. Nikasema mimi malengo yangu, na nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kiasi kikubwa, karibu ile mali nilizokuwa nazo nimezigeuza kuingia kwenye dini, kwa sababu zimenisaidia kufika maeneo mbalimbali, kusimamia majukumu ya dini, kujenga misikiti, kujenga madrasa na kujenga miundombinu mbalimbali ya BAKWATA pamoja na Waislamu kwa jumla. Nimeona leo niwape hiyo historia. Inawezekana uko unacheza na mimi hujui unacheza na mtu aina gani. Uko unahangaika na mimi hujui unahangaika na mtu aina gani. Mimi niko tofauti sana. Kwa hiyo ndio maana niliwapa tahadhari. Leo nimeona niweke wazi ili wale wanekuja na shilingi 200,000, bwana tukupe 200,000 wa kwetu. Mimi sina shida na hizo. Mimi na shida ya kupata pepo. Kwa hiyo natamani nitumie muda wangu kufanya kazi ya dini, sio nitumie muda wangu kutafuta mali kwenu. Hapana. Huo ndio msimamo wangu na huo ndio. Lakini ninyi Singida mkisema mmenichoka, mimi bado nitafanya kazi ya dini nitakavyojua.